Jina naitwa Hassan Tahiri Mberema, maarufu naitwa Gogo, mkazi wa Chani Kubwa Sokoni. Kwanza nashukuru kupata hii nafasi kwa siku ya leo kupata masuala haya mazuri kama haya unaeleza. Kwa kweli huyu mtu ni mtu mzuri sana mpaka dakika hizi, na anakidhi haja kutokana na mwenendo wake mzuri mpaka dakika hizi. Hajafika mahala kwamba tumuone mtu mbaya kwa sisi wengine, sijui wengine binadamu sisi. Mpaka dakika hizi kwa hatua tuliofika kwanza nzuri, na kama hivi juzi tumekaa naye kikao pamoja cha mawazo, na anatueleza na tunamwamini na tunajaliwa kwamba huenda mambo yakawa mazuri mpaka dakika hizi. Mpaka dakika hizi mtizamo kwa ni mzuri tu, hakuna mushkili mpaka dakika hizi. Kumshauri kwangu mpaka dakika hizi ni kupigania haki ya Zanzibari, hakuna swala jingine, maana tuko hali mbaya sana sasa hivi kwa mambo chungu nzima tu. Ala, kuongeza kubwa ni kuongeza bidii tu, tumwunge mkono mwenzetu, endelea kwa kwenda mazungumzo yanaendelea huko mpaka dakika hizi tufanikiwe, ili Wazanzibari wakomboke katika mazingira tuliokuwa nayo hivi sasa, hali mbaya. Jina langu Maalim Muhyiddin Idi Haji, ni mjukuu wa Sheikh Haji Muhammadi, tunatoka hapa Shangani Mkokotoni. Tunafurahika sana kwa kupata kiongozi ambaye alioweza kuikamata nafasi ya Maalim Seif kama vile mwenyewe alivyokuwa akiongoza. Kwa hivyo sisi juu upande wake hatuna wasiwasi na lolote. Wananchi wanamzungumza kuwa huyu kijana anafaa katika shughuli zetu hizi anazotuendeza. Kumshauri ni kutugombelea, yani nchi yetu tuipate. Hilo ni mashauri kubwa kwa sisi, tuna furaha kwa kuipata hii nchi yetu zaidi. Sana tu kwa vile hatuna wasiwasi naye, kwamba Wazanzibari hata wale ambao walikuwa hawajamuelewa Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kila hatua tunayokwenda mbele wanazidi kumwelewa, kwa sababu Mheshimiwa Othman Masoud Othman yeye si mtu wa rangi nyeusi akasema nyeupe, ni mtu wa kufuata mstari, na hayo si kwamba tunayasema tu, tunaona katika uongozi wake na katika masimamizi ya uongozi wake. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, mimi nasema na walio wengi kama mimi kwa Wazanzibari tunasema kwamba tumepata kiongozi, Mwenyezi Mungu atuwekee. Wazanzibari wenzangu, na waomba wasiwe na wasiwasi na kiongozi Othman Masoud Othman, kutokana na sababu hizi nilizozitoa na muonekano wake na uongozi wake. Basi waache wasiwasi, tusimame pamoja ili kushirikiana naye kuiokoa Zanzibar. Naitwa Yusuf Magame Hamisi, mkazi wa Shangani Mkokotoni, vile vile mwanachama wa ACT. Mheshimiwa Othmani kwa kweli kajitahidi, na nadhani viatu ambavyo kaviacha Maalim Seif vimemtosha, kwa sababu tunaangalia kwenye harakati zake za chama kuzipambania, yani kuipambania nchi yake kama vile ambavyo ilikuwa anafanya marehemu, basi naona na yeye kafuata kule na tuna mategemeo mazuri kupitia yeye, na inshallah uwezo wa Mungu kila kitu, nadhani kile ambacho alikiacha Maalim Seif hajakitimiza, yeye anaweza akakitimiza kwa jinsi ambavyo tunamuona. Wito wangu kwa wananchi wenzangu ni kumuunga mkono, kwa sababu moja katika wanaharakati ambao wanatutakia mema kwenye nchi yetu, na sisi tuko katika process za kupigania nchi yetu ili isonge mbele. Kwa hiyo katika watu ambao wanalisapoti hili, yeye akiwemo mmoja. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana, wito wangu kwa wananchi wenzangu, tumsapoti kwenye hili. Kwa majina naitwa Nasr Salim Ali, maarufu naitwa Nasr Madai, kutokea hapa Shangani Mkokotoni. Miaka 5 ya Mheshimiwa Othman Masoud Othman Omo tunaiangalia vyema, na ujumla mitaani mwetu huku awamu yake ya mwanzo hii tulipokuwa tukimwangalia, tulikuwa tuna hofu kama wananchi
huku wengine tukisema ataweza huyu kutupeleka kama alivyokuwa anatupeleka Maalim Seif, lakini alhamdulillah kwa wakati wake amefanya kazi kubwa, na kwa wakati huu ambao tunakwenda nao amefanya kazi kama wakati ambavyo unataka, na wananchi sote kwa ujumla tunaridhika na tumeridhiwa na mwenendo wake na utaratibu wake anaotumia katika kudai haki ya Wazanzibari. Tafsiri ya wananchi mpaka hatua hii ambayo tuko nayo sasa ipo vizuri na ipo shwari na inaridhisha kwa sababu yale ambayo yeye anayadai hayaeki mkobani, bimaana hayanyamazi kimya, anawafikishia wananchi. Na sisi anapokuwa anatufikishia zile juhudi ambazo yeye anazichukua, hatua zile ambazo anakwenda nazo, anapokuwa anatufikishia, na sisi tunapata faraja. Nasi wananchi hasa katika maeneo yetu ya kaskazini tunamuunga mkono na tunamsapoti sana sana sana, kwa sababu tunayafahamu yote ambayo yanaendelea kwa yeye mwenyewe kutuambia. Hata juzi alipomaliza ziara yake ya kutembelea wagonjwa katika majumuisho, na hili pia hakulisahau, alituambia hatua ambayo ipo. Kwa hivyo kwa wananchi nako kuko vizuri na alhamdulillah tuna matumaini naye. Kwa sasa asinyamaze kimya, kwa sababu tunafahamu wenzetu hawa CCM jua kwamba ametuambia vikao vinaendelea hasa kwa upande wetu wa pili huko, lakini na yeye asiwe mwenye kunyamaza kimya. Wale ambao alikuwa akikaa nao kwa upande wa kwake yeye na mzee wetu mzee Jumaduni Haji na maresi wetu wastaafu kama tulivyoambiwa Mheshimiwa Amani Abeid Karume pamoja na Rais Dr. Mohamed Shein, kwamba awe anawakumbusha mara kwa mara, ili haya ambayo yanasubiriwa na wananchi yawe yanakuja kwa wakati na yasiwe yenye kurefuka muda. Hili ndio ambalo namshauri tu Mheshimiwa Othman. Mimi kwa jina naitwa Sada Hamisi Salum, ni mzaliwa wa Kaskazini Unguja katika jimbo la Kwajalein. Mtazamo wangu kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kweli ni mzuri na wa matumaini makubwa juu yake. Wazanzibari tulio wengi kwa asilimia kubwa tumejenga matumaini makubwa kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman ambaye amevaa viatu vya Maalim Seif. Viatu vinamfaa, tena vinamfaa kisawa sawa, kwa sababu nyayo aliponyanyua mguu Maalim Seif ndipo alipoweka yeye. Tuna matumaini na tuna matumaini makubwa, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie matumaini yetu tunayotegemea kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman basi yalete mafanikio makubwa kwa Wazanzibari. Kwa mfano, tuliingia katika uchaguzi, hali iliyotokea katika uchaguzi uliopita Zanzibar kila mmoja kaiona na kujua kwa kweli hali ya hatari iko wazi, tunaiona, na akaweza kuwatuliza wananchi na wakamsikia kama walivyokuwa wanamsikiliza Maalim. Kwa maana hiyo mimi nahisi viatu Maalim Seif vinamtosha na vinamfaa, na anazidi kutulizisha kwamba tutulie, mambo yako vizuri, yanazungumzwa, yatakapokuwa tayari tutaelezwa nini kinaendelea na tunanufaika sisi sote Wazanzibari. Kwa ufupi, Othman Masoud Othman ni kiongozi anayefaa kuiongoza Zanzibar, tena anafanya, tuna hamu naye na matumaini makubwa apate uongozi ili atukomboe Wazanzibari, tumaji tuhoi taabani Wazanzibari, na tulikwisha jenga matumaini kwake, lakini ndio ametokea, lakini ninachokiamini mimi, haki haizani, itaelea, tutakuja juu na tutakomboka Wazanzibari. Wananchi, ningependa kuambia wananchi wenzangu wote tuwe na matumaini naye sana sana, tusivunjike moyo. Huyu mtu yuko pamoja na sisi na anatutakia maslahi yetu sisi, na ana uchungu na nchi hii, na ndo mkombozi atakayetukomboa Wazanzibari ndani ya kisiwa chetu. Kwa hiyo wananchi, tujitahidi kuwa naye pamoja na kujenga matumaini kwake. Tusikate tamaa, tusivunjike moyo, na tumuamini vizuri sana. Anapambania haki za Wazanzibari. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kwamba huyu yeye tumuamini. Mie ushauri wa kumshauri, kama anapata nafasi, mimi ningemshauri awe na subra na uvumilivu. Subra inavuta kheri, na mwenye kusubiri hajuti, na mstahamilivu hula mbivu. Kwa hiyo asubiri huku akiendelea kupambania haki zetu wa Zanzibar. Majina naitwa Hamza Abdallah, natokea Nungwi. Mheshimiwa Othman Masoud Othman ninamfahamu, ni
kiongozi mmoja ambaye mwadilifu. La kwanza ni kiongozi mwadilifu, kiongozi ambaye anaipenda jamii, anaopenda watu wake. Mheshimiwa Othmani ni mchapakazi. Ukiachana na hayo, kwa Mheshimiwa Othmani ni chachu ya maendeleo katika Zanzibar yetu. Kwa nini nikasema hivyo? Mheshimiwa Othmani ni chachu ya maendeleo katika Zanzibar yetu, katika nchi yetu. Mheshimiwa Othmani hana sifa ya ubaguzi katika uongozi wake. Mheshimiwa Othmani hamwangalii huyu mdogo, huyu mkubwa. Mheshimiwa Othmani wote watu ni wake, wananchi wote ni wake, na wananchi wote Mheshimiwa Othmani amefanikiwa kuwaweka sehemu moja. Mheshimiwa Othmani uzuri aliokuwa nao kwamba hachagui kwamba huyu ni mwanachama wa chama changu, huyu ni mwanachama wa chama cha Mapinduzi ama chama chingine. Hapana, sifa hiyo Mheshimiwa Othmani hana. Yaani Mheshimiwa Othmani wananchi wake wote anawajali, awe ana tofauti ya kisiasa na yeye, lakini yeye bado anamjali kama ni raia wake, kama ni mwanachama, kama ni Mzanzibari. Lakini ukiachilia mbali hiyo, Mheshimiwa Othmani ni mtu ambaye anaipenda nchi yake kuliko kiongozi mwingine yoyote katika nchi ya Zanzibar. Kwa nini nikasema hivyo? Nathibitisha kusema hayo kwa sababu Mheshimiwa Othmani Masoud Othman, ukiangalia katika miaka fulani katika bunge la katiba, Mheshimiwa Othman Masoud Othman ni muhanga wa nchi yetu, ambaye amekwenda kuipinga katiba au amekwenda kupinga swala la Zanzibar, yani ameitetea Zanzibar. Yani hakuna kiongozi mwingine yoyote ambaye ana uthubutu wa kuigombania nchi yake kama vile. Anakataa ndani ya watu wengi sana, wabunge wengi, wananchi wengi waliohudhuria pale, lakini yeye anaondoka na msimamo wa kwamba kuitetea nchi yake na kuwatetea raia wake wa nchini mwake. Kwa hiyo hivyo mimi ndivyo ambavyo ninavyomfahamu Mheshimiwa Masoud Othman. Wito wangu kwa raia, kwa wananchi, wajue kwamba huyu mtu tunahitajika tumunge 100%, kwa sababu huyu kwanza ni mchapakazi, huyu ni kiongozi ambaye ana dira katika nchi yetu, ana maadhimio katika nchi yetu, yani ana kila kitu ambacho anaijali nchi yetu. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wenzangu, wito wangu kwa raia, wito wangu kwa kila mtu ambaye hamjui Mheshimiwa Othman Masoud Othman, basi amunge mkono. Hapo mbeleni atajua, kwa sababu miaka 5 hii hapa ambayo anamalizia inatosha kwa ambaye ana akili ya kichwa, inatosha kwamba amemuelewa Mheshimiwa Masoud.